Taarifa ya kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche imeweza kuzua vurugu nje ya mahakama kuu, ambapo kesi ya mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu linasikilizwa leo hii. Na makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche amekamatwa katika geti la mahakama alipokuwa akiingia kusikiliza kesi ya mheshimiwa Tundu Lissu. Bainika wazi kosa alilokamatiwa, pia kapelekwa wapi. Inasemekana kuwa Chama cha Mapinduzi wanahisi John Heche ndiye anayehamasisha maandamano ambayo yamepangwa pia tarehe 29 ambayo pia ndio tarehe kuu la uchaguzi mkuu. Tungependa kusikia maoni kutoka kwako kuhusiana na kukamatwa kwa makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche alipokuwa akiingia kwenye mahakama kusikiza kesi la mwenyekiti wake Tundu Lissu. Na haya ndio ambayo Edward Heche ameweza kusema. Makamu mwenyekiti wa chama John Heche amekamatwa muda huu Dar es Salaam mahakama kuu. Taarifa na sababu za kukamatwa ama kumkamata hazijawekwa wazi. Hatujajua polisi wanaelekea naye wapi kwa sasa, na hiyo ndio taarifa ambayo imeweza kuzua vurugu nje ya mahakama, ambapo pia kuna kundi la vijana ambao wanaweza kuandamana kwa kukamatwa kwa mwenyekiti ama makamu mwenyekiti wa Chadema Taifa John Heche. Tueleze maoni yako hapa chini kuhusiana na hii kukamatwa kwa viongozi wa upinzani ambayo imekuwa ikiendelea nchini Tanzania kwa muda sasa, na pia utekaji nyara ambayo imekuwa ikiendelea kwa wale wanaopinga serikali na pia wanaharakati ambao wanahamasisha Watanzania katika mitandao ya kijamii. Tueleze hapo chini maoni yako. Kwa sasa ni maandamano tu ambayo wanatumia #John Heche free him now, na hao ni wafuasi wa Tundu Lissu pamoja na John Heche ambao wanataka waweze kumwachilia John Heche haraka iwezekanavyo kusikiliza kesi ya mwenyekiti wake Tundu Lissu. Na pia wanaharakati na pia katika mitandao ya kijamii wanahamasishana kuhusiana na hii utekaji nyara na pia kushikwa kwa viongozi wa upinzani, na wameweza kuelezea Rais Samia Suluhu aweze kuacha hii mienendo. Hebu tuangalie baadhi ya maoni. Kama huyo ameweza kusema acha wajaze hasira za wananchi, ipo siku kikombe kikijaa yatamwagika.